tumekuja katika shehia ya Mboriborini. Kwa kweli hali sio nzuri, na kama tulivyozoea miaka yote Mboriborini inapoanza maradhi ya kuharisha na Mboriborini inakuwa haitoki, lazima inakugusa. Kwa hiyo naomba kwa zile nyumba leo zilizofungiwa, naomba wamiliki wa zile nyumba kuzifanyia marekebisho haraka sana kabla hayajasababisha maafa. Kwa kweli mazingira ni machafu sana kwa shehia na hata kwenye hizo nyumba tulizoziona. Tumeona mazingira, utiririshaji wa maji machafu ovyo, makaro ya kinyesi, misitu. Baadhi ya hizo nyumba tulizozifungia kuna kipori kidogo ambacho kimezungukwa na maji machafu, pamoja na vyoo ambavyo vyoo vichafu sana, na vyoo hivyo hata watoto wa ndani wa hizo nyumba wanavitumia. Kwa hiyo tumezifunga kwa haraka ili zisije zikasababisha maafa. Baraza la Manispaa ya Mjini tumekuja kufungia nyumba takriban nyumba 3, na nyumba kuu ni moja ambayo ilifungiwa yenye vyumba takriban 6. Na sababu ya kufungiwa nyumba hizi ni kutokana na hali ya mazingira zilizokuwemo katika nyumba hizo, ambapo maafisa wetu wa afya na wakaguzi wa huduma za jamii wameona mambo mbalimbali ikiwemo utiririshaji wa maji machafu, lakini pia hali ya mazingira katika nyumba, maji ya kinyesi yanatiririka nje, halikadhalika vyoo ndani haviko salama. Na hizi nyumba, mwenye nyumba amekiri kuwepo kwa hili tatizo na moja kwa moja lawama amezipeleka kwa wapangaji. Kwa hiyo hapa kuna mambo ambayo yanajitokeza, na sisi kama manispaa huwa hatumwangalii mwenye nyumba na wala hatumwangalii mpangaji. Tunachokiangalia kikubwa ni swala zima la usafi wa mazingira, na hasa katika kipindi hiki cha mvua za masika zinazoendelea kunyesha. Kwa hiyo tutoe wito kwa jamii. Sisi manispaa hatupendi kufikia maamuzi ya kufungia nyumba, isipokuwa tunachokitaka zaidi jamii tushirikiane kwa pamoja katika kutokomeza uchafuzi wa mazingira, lakini pia tuondokane na kadhia ambazo tunaweza kuzitatua. Mfano, swala zima la uchafuzi wa mazingira katika jamii sio jambo zuri, na tuna watoto. Kwa hiyo watoto wanapocheza katika mitaa, wanapokutana na maji machafu, hawatakuwa na elimu ama hawatakuwa na ufahamu wa kwamba haya ni maji machafu. Kubwa ataona ni maji na atachezea. Kwa hiyo sisi watu wazima tuelewe ya kwamba tusifikie hatua ya kufungiwa nyumba zetu. Tujitahidi katika kutunza mazingira na tuwe salama ndani ya mitaa yetu. Uchafu si mzuri, na sisi Baraza la Manispaa ya Mjini tunasema huduma kwa jamii, usafi ni tabia. Nilitoa taarifa kupitia Baraza la Manispaa. Yani nashukuru sana leo kwa kufanya ziara hii, kuja kufikia sehemu husika au kwenye maeneo kuona hii hali halisi, kwa sababu hali si nzuri na wala sio shwari, tukizingatia kipindi hichi ni cha mvua za masika, matumbo huenda yakakaribia na mambo mingi ya mlipuko huwa yanatokea. Kwa hiyo kwanza niwapongeze kwa ziara hii ya kuja leo, lakini kukagua maeneo, na pia kuna nyumba baadhi zao kufungiwa kutokana na hali halisi ya kuepusha maradhi kwa kipindi hichi. Na ni sahihi kufungiwa kwa sababu watakapokuja kule watapewa maelekezo ili wao waje kujirekebisha, na ninaamini itakuwa ni funzo halitojirejea tena kwa mara nyingine, kwa sababu watakapokwenda kule, watakapopewa ile elimu, na wao waichukue kuja kujiepusha na kuishi vizuri katika maeneo yao. Na hizi nyumba kujaa makaro ya choo hayakuanza leo wala jana, tokea mimi niko mdogo nakumbuka yanajaa, yanakoshwa, yanajaa kutokana sasa hivi hali ya hewa ya mvua, kwa sababu makaro haya yanakuja, matatizo haya ni kipindi cha mvua, na kipindi chote cha jua hicho haijawahi kutokea hali. Kinyesha mvua tu ndo yanatokea mambo haya, kuja makaro na kufufurika. Na katika nyumba yangu mimi ina vyumba 6, na isitoshe hili karo langu linalovujisha tokea kulichimba, huu ni mwezi wa 2 kulisafisha, na msafishaji yupo, lakini ndio kinyesha mvua yanafufurika kutokana na hali ya ardhi. Kukiwa na jua hayafufuriki. Jana nilipata mie hii tamko kama nimeletewa barua kwenda manispaa saa 3
na nikaja manispaa na mkaniona, ila sikwenda kuchukua barua kutokana mimi nakaa shamba. Kuna nikipitia hapa kuchukua barua muda utanipita. Nikaamua nije zangu moja kwa moja. Nikaja pale, nikafata muongozo wenu kama mlivyoniongoza, ikabidi tutoke tuje tukague, tukaja tukagua. Lakini mimi nasema hivi, mmenifungia nyumba yangu na wapangaji wale pale mmewafungia vyumba. Hakuna kitu kisichokuwa kina sheria. Unaambiwa hata mpangaji kama unataka kumuhamisha umpe miezi 3 kwanza akae bure. Leo nyumba zimekwenda kufungwa, muna watu wajawazito. Sasa hivi wanajifungua wapo nje. Wapo pale nje. Sasa kama ule si mtihani, lakini kama kwenye muongozo mnanipa muda. Hakuna kitu jamani kisichokuwa na muda. Tunakupa muda huu. Na nilisema zamani kutokana hali ya shimo langu nishamuandaa mtu anirekebishie shimo langu, ule uchafu usiwepo. Nitaeka muda wa kuchimba jengine kwa njia ya maandishi. Ndivyo nilivyoongea, lakini pia hayakuwa wapangaji wapo nje na hali zao wengine si nzuri. Muda wote watu wale wengine wanaingia kwenye leba hata kama sasa hivi. Je, nimechukua hatua kwa sababu wanaoishi mule wote ni watu wazima wale. Sitoweza kwenda kuchukua ufyagio kutoka kwangu kila asubuhi nikaenda nikamfyagilia mtu mzima. Kubwa mie nawaambia jamani, mazingira si mazuri, safisheni, fanyeni hivi, fanyeni hivi. Mendo kubwa nilivyokuwa nawaambia. Mvua zikianza milipuko inakuja, ikiwemo kuharisha, ikiwemo kipindupindu, hata maradhi mengine pia yanasababisha mambu, malaria yanakuwa mengi. Kwa hiyo wito wangu mimi jamani, wananchi tunatakiwa tusafishe mazingira yetu, na tukisema mazingira si lazima majani ya nje, ya ndani, ya nje, hadi mpaka mwili wako ni mazingira kusafisha. Kwa sababu unaepuka na maradhi tofauti, si kipindupindu. Kwa sababu wananchi wanaona siku za mvua kuna kipindupindu, maradhi ya kuharisha, malaria yanaibuka, COVID inaibuka, mapele, maradhi ya ngozi, muwasho kwa watoto wa skuli hao na sisi wenyewe. Kwa wito wangu tutasafisha mazingira, na mimi nitajitahidi eneo langu lile pale mlonifungia nitalirekebisha kama itakavyotakiwa.